Kuna baadhi ya kina mama wamekuwa wakiuliza swali kwamba ni kwa nini katika kipindi fulani cha ujauzito unakuta mtoto anacheza chini ya kitovu, yaani anacheza kwenye tumbo, lakini sehemu ya chini ya tumbo. Hii maana yake ni nini? Lakini pia kuna wengine wamekuwa wakiuliza swali, ni kwa nini mtoto anakuwa anacheza pande zote? Pande zote za tumbo kunakuwa na mtikisiko na mtoto anakuwa anacheza. Je, ni mimba ya mapacha au ni mimba ya kawaida na ni mtoto mmoja tu? Na kwa nini hiyo inatokea? Sasa, kuhusiana na kwamba mtoto anacheza chini ya kitovu, kwanza kabisa ningependa kuelezea kwamba tunasema kwamba mama mjamzito ambaye amebeba mimba kwa mara ya kwanza, ambaye tunamuita primigravida kitaalamu, huwa anaweza kuanza kuhisi mtoto anacheza kuanzia wiki ya 18 ya ujauzito mpaka wiki ya 20 na kuendelea. Lakini kwa yule ambaye amebeba mimba kwa mara ya pili, ya tatu, ambaye tayari ana uzoefu, wao wanaweza kuanza kuhisi mtoto anacheza kuanzia wiki ya 16, wiki ya 18 kwenda juu. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Bidhaa zetu zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania na nchi zingine. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Tunasema kwamba kitendo cha mama mjamzito kuhisi mtoto anacheza kwa mara ya kwanza, kitaalamu kinaitwa quickening. Sasa quickening ni kitu ambacho mara nyingi wajawazito huwa wanapata furaha sana wanapohisi mtoto anacheza kwa mara ya kwanza. Anajisikia kwamba amebeba uhai tumboni, anajisikia kwamba tayari ana ujauzito na unakuwa na uhai ambao anaweza akajifungua mtoto ambaye anakuwa na afya bora. Lakini pia inakuwa ni furaha kwenye familia au kwa wanandoa hawa wenye ujauzito pale wanapohisi kwamba kuna uhai wa mtoto tumboni kwao. Lakini pia mama mjamzito anakuwa na furaha sana anapohisi kwamba tayari amebeba mtoto ambaye yuko hai na anacheza na anatikisa. Katika kipindi ambacho mjamzito anaanza kuhisi mtoto anacheza tumboni, ambacho tunasema kwamba ni quickening kitaalamu, kwa mara ya kwanza anapohisi kwamba mtoto anacheza tumboni, mara nyingi mji wa uzazi unakuwa umefika kwenye ile eneo la kitovu. Maana yake kuanzia kwenye kitovu kushuka chini ndipo ambapo kunakuwa na mji wa uzazi ambao una mtoto ndani. Kwa hiyo na maana kama mtoto atacheza kivyovyote vile atasikika chini ya kitovu. Na hii inakuwa ni kawaida kabisa kwa mjamzito wa wiki ya 22, wiki ya 20, wiki ya 18, wiki ya 16. Ni kawaida kabisa kuhisi mtoto anacheza chini ya kitovu. Inawezekana anacheza kidogo upande wa kulia, lakini ni chini ya kitovu, au upande wa kushoto, lakini ni chini ya kitovu. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ni umri wa ujauzito. Kwa hiyo mimba ambayo iko chini ya wiki ya 22 au wiki ya 20, mtoto atakuwa anacheza chini ya kitovu. Lakini pia jambo lingine ni mkao wa mtoto. Endapo kama mtoto wako labda mimba yako imefikisha labda wiki ya 25 au wiko zaidi ya wiki ya 22 au zaidi ya wiki ya 20, sasa endapo kama mtoto amegeuza kichwa chini, tunasema kwamba head down kitaalam. Kama amegeuza kichwa chini, maana yake na sehemu ambayo tukumbuke kwamba sehemu ambazo zinakuwa na mtikisiko mkubwa ni mikono na miguu. Zaidi ni miguu. Kwa hiyo yale mateke ya miguu ndiyo tutakayokuwa tunayahisi. Kwa hiyo kama mtoto ametanguliza kichwa, maana yake tunajua kwamba sehemu ya miguu wakati mwingine inaweza ikawa sehemu ya juu. Kwa hiyo unaweza ukakuta unapata mtikisiko zaidi sehemu ya juu ya kitovu. Kwa hiyo unakuta iko sehemu ya juu ya kitovu, au wakati mwingine inaweza ikawa karibiana na mbavu, ndipo ambapo unaweza ukahisi kama mtoto anacheza. Lakini pia kama mtoto atakuwa amekaa ulalo, tunaita ni transverse. Kama amekaa ulalo, yani kwamba amekaa ulalo ukilinganisha na wima wako wewe mama, maana yake utahisi mtikisiko mkubwa, unaweza ukawa katika pande fulani ya tumbo. Inaweza ikawa ni pande ya kushoto au ni pande ya kulia. Au inaweza ikawa ni pande zote, kwamba inawezekana mikono na miguu inatikisa, ndio maana kunakuwa na pande zote, kushoto na kulia unahisi kwamba mtoto anacheza, au wakati mwingine na katikati unahisi kwamba mtoto anacheza. Lakini pia kama mtoto atakuwa amekaa ametanguliza makalio au matako, maana yake tunaita ni breech. Maana yake ni kwamba hivi viungo, yani mikono na miguu, inategemeana na aina ya breech.
Kwa mfano kwa wale ambao tunaita Frank bridge ambao wanakuwa wamekunjua ile miguu, maana yake anakuwa kama amenyoosha kwenye hii joint ya kwenye goti, anakuwa amekunjua. Wakati mwingine unahisi kama mtoto anatikisa upande, inaweza ikawa kushoto au kulia, na inaweza ikawa karibiana na mbavu. Ule mtikisiko mkubwa unaweza kukuonyesha kwamba mtoto amekaaje, lakini wakati mwingine inaweza ikawa huna uthibitisho zaidi, kwa sababu ijapokuwa ni kwamba inawezekana mtoto anaweza akawa amekaa ametanguliza matako, lakini mwisho wa siku ukakuta ule mtikisiko mkubwa upo pembeni au wakati mwingine upo karibiana na mbavu, na ukahisi labda mtoto kwamba ametanguliza kichwa, kumbe mtoto ametanguliza matako, lakini yupo katika Frank bridge. Lakini pia kama yupo kwenye complete bridge, mara nyingi hata kama mimba imefikisha wiki ya 30 au wiki ya 32, lazima utakuta ule mtikisiko wake uko chini ya kitovu, kwa sababu miguu inakuwa iko chini ya kitovu. Kwa kusema hivyo ni kwamba huwezi ukajua mkao wa mtoto kwa kuangalia jinsi anavyotikisa au anatikisa sehemu gani. Kwa hiyo kitu kikubwa cha kufanya ni kwamba unatakiwa kufanya ultrasound. Ultrasound ndio inaonyesha kwamba mtoto amekaaje, kama ametanguliza miguu au ametanguliza matako au ametanguliza kichwa. Lakini pia ukienda hospitali, wahudumu wa afya watakukagua na mwisho wa siku watajua kwamba mtoto huyu ametanguliza kichwa au mtoto huyu ametanguliza makalio. Kwa hiyo lakini pia tukumbuke kwamba unapokuwa mjamzito, unapopata ile hali ya mtikisiko, wengi wanapata changamoto sana kuweza kujua kama mtoto ameanza kucheza au la, hususan kwa wale wanaopata mimba kwa mara ya kwanza. Lakini kwa wale ambao wana uzoefu, wanajua maana yake kunakuwa na mtikisiko, wengine wanahisi kama misuli inavuta, wengine wanahisi kama ni bubbles fulani au kama kuna utumbo unacheza na vitu kama hivyo ambavyo wengi wao wanakuwa wanapata changamoto. Lakini nadhani ukishaanza kuona ile hali ya kwamba kuna mtikisiko fulani ambao si wa kawaida, basi jua kwamba mtoto wako ameanza kucheza, hususan mimba inapofikisha kuanzia wiki ya 16 kwenda juu. Lakini sasa kuna kitu ambacho nilitaka nizungumzie kuhusiana na mkao wa mtoto. Hata kama unahisi kwamba mtoto amekaa labda ametanguliza makalio na mtikisiko unauona uko chini, mimba ina wiki ya 30 au mimba ina wiki ya 29 au mimba ina wiki ya 27 au mimba ina wiki ya 25, hii isikupe hofu. Kwa sababu tunasema kwamba tutasema mtoto ametanguliza makalio na itakuwa ni changamoto kama mimba imefika tayari wiki ya 36. Maana yake kuanzia wiki ya 30 au wiki ya 32 mpaka wiki ya 36 ndipo mtoto anaweza kugeuza kichwa na akawa ametulia. Maana yake akawa anajiandaa kwa ajili ya kutoka. Lakini chini ya wiki ya 30 kama mtoto ametanguliza makalio, mama mjamzito hatakiwi kuwa na hofu. Hatakiwi kuwa na hofu kama mtoto ametanguliza makalio, na itakuwa changamoto wakati wa kujifungua kwa sababu anaweza kuja kugeuka. Kwa hiyo ana nafasi ya kugeuka, na anapofikisha wiki ya 30 au wiki ya 35 au wiki ya 32 anaweza kugeuka vizuri tu. Lakini ikifika wiki ya 36 hajageuka, ndipo tunaweza kusema kwamba mtoto huyu yupo katika breech na ametanguliza makalio, na inaweza ikaleta shida wakati wa kujifungua. Inategemeana na mkao wake amekaaje, kama ametanguliza miguu au ametanguliza makalio na miguu amekunja au amekaaje. Lakini tukumbuke kwamba kucheza kwa mtoto chini ya kitovu haina shida. Na nimesema ni kitu cha kawaida kabisa mimba inapokuwa iko chini ya wiki ya 22 au inapokuwa chini ya wiki ya 20, ni kawaida kwa sababu ule mji wa uzazi unakuwa uko sehemu ya chini ya kitovu, unakuwa haujapandisha mpaka sehemu ya juu ya kitovu. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.